ukosefu wa ajira unaonekana wewe ni mchochezi dhidi ya serikali. Unaonekana wewe ni mchochezi dhidi ya serikali. Viongozi pia nchi hizo zina tatizo la ajira pia. Maneno haya ni maneno ya kukimbia uwajibikaji wa utatuzi na kutafuta suluhu. Hizo nchi ambazo zinaambiwa pia kuna tatizo la ajira, wana mikakati yao madhubuti ya namna gani ya kutatua changamoto ya ajira katika nchi zao. Sisi ndani ya nchi yetu tunapaswa tujiulize, tuna mikakati gani kama nchi, serikali na mikakati gani ya kuhakikisha kwamba tatizo la ajira linatatuliwa. Kwa mujibu wa takwimu ya nguvu kazi Integrated Labor Force Survey ya mwaka 2021 na sera ya maendeleo ya vijana mwaka 2007 toleo la mwaka 2024 inasema kwa mwaka vijana takriban milioni 1 ambao ni nguvu kazi wanaingia kwenye soko la ajira. Lakini ni vijana 200,000 tu kati hawa milioni 1 wanaoingia kwenye soko la ajira ndio ambao wanapata ajira rasmi. Wanapata ajira rasmi katika sekta ya umma, katika sekta binafsi. Na kuacha takribani vijana 800,000 wakiwa hawajui hatima yao, wengine tegemezi, wengine hawajui kesho yao, na wengine huamua kujiajiri katika sekta zisizo rasmi kama vile bodaboda, wa machinga, na wengine hawajui hatima yao, na wengine hawajui lini kesho yao. Vijana katika sekta isiyo rasmi ni takribani vijana 80%. Kwa sababu inavyokuwa shughuli zisizokuwa rasmi, tafsiri yake ni kwamba kuna kiashiria cha shughuli rasmi kusinyaa. Inaonesha ya kwamba kuna jitihada ajira rasmi. Hii ni ishara kwamba kuna kusinyaa kwa jitihada za serikali katika kurasimisha sekta zisizo rasmi kuwa sekta rasmi kupitia uwezeshaji wa kifedha kama mikopo, misamaha ya kikodi, ujuzi na kutafuta maeneo ya uhakika kwa vijana kufanya kazi. Hata vijana wachache walio kwenye sekta rasmi, kazi wanazofanya sio kazi za staha, ni indecent jobs, ni kazi hohehahi, wanalipwa kidogo sana, underpaid. Mishahara yao ni kidogo sana, haiwezeshi wao kuendelea kimaisha bali kulipa kodi na kupanda usafiri kwenda kazini. Mfano, walimu, wafanyakazi viwandani, walinzi kwenye makampuni na watu wanaofanya kazi katika makampuni binafsi, hawa wote wanapitia changamoto kubwa sana. Mishahara yao huchelewa, hawana bima ya afya, hawana akiba ya jamii, akiba ya hifadhi ya jamii NSSF kuweka fedha zao, na hawajui kesho yao na hawajui hatima yao. Vyuo vyetu pia kuna changamoto vile vile. Vyuo vyetu kwa mwaka uzalishaji wa wahitimu ni takribani ya wahitimu 55,000 wanazalishwa kwa mwaka kwa mujibu wa takwimu ya Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania mwaka 2021. Hawa wahitimu walianza kuambiwa wajitolee nguvu kazi zao bure ndio wapate ajira. Sasa hivi wanaambiwa waende VETA ili wapate ujuzi wakajiajiri. Kauli hii inalenga kukwepa uwajibikaji wa serikali. Kauli hii inalenga kuwapa mzigo la lawama wahitimu wa vyuo vikuu, kuonesha kwamba wao ndio walikosea. Badala ya kwenda VETA walikwenda sekondari form 5 na form 6 na wakaamua kwenda chuo. Kwa hiyo serikali inajivua wajibu wa kutatua changamoto hii kwa kuwaambia kwamba mlikosea, mlipaswa mwende VETA. Lakini sasa hivi hawa vijana wanaitwa ni nguvu kazi isiyo na ujuzi inayozalishwa kwa wingi kuliko mahitaji. Hii kauli alitoa makamu wa rais Mpango Dodoma. Tujiulize, na 46 leo hii tukiwaajiri bado tutakuwa na uhaba wa walimu 133,202. Ndio maana tunasema vijana wenzangu, tusimame, tuungane, tupaze sauti zetu dhidi ya ukosefu wa ajira ndani ya nchi yetu. Lakini pia tujiulize maswali. Serikali kupitia waziri mkuu anawaambia vijana, tokeni vyuo vikuu, wahitimu, nendeni VETA ndio kuna ajira. Je, VETA ni suluhu ya utatuzi wa changamoto ya ajira nchini? Tujiulize, tuna VETA ngapi nchini kwetu kilinganisha na mahitaji? Tujiulize, kijana akimaliza VETA uwezeshaji wake ukoje?
mikopo ili kuhakikisha kwamba amepata ujuzi VETA, anaenda sasa kujiajiri. Uwezeshwaji huo ukoje kwa hawa vijana wanaomaliza VETA? Lakini kwa mujibu wa NACTVET, hadi kufikia Januari 2025 nchini kwetu kuna jumla ya VETA 91, VETA vyuo vya mchondo vya umma 91 ambao ni vyuo vya serikali, binafsi 814. Mfano halisi, nitoe mfano mzuri sana ambao ni rahisi kuelewa. Ofisi ya Waziri Mkuu kila mwaka huwa inatoa fursa bure kwa vijana kwenda VETA kwa miezi kadhaa. Mwaka huu 2025 Januari 30 dirisha lilifunguliwa kwa vijana ili waombe kwenda huko VETA kupata mafunzo na ujuzi kwa miezi kadhaa, na deadline ilikuwa 2025. Ofisi ya Waziri Mkuu ilitoa nafasi 8,000 tu kwa nchi nzima kwa vyuo 52 vijana waende ya kuchukua wa vijana 250. Lakini mpaka kufikia deadline tarehe 12 Februari, Don Bosco ilikuwa tayari imeshapokea maombi ya vijana 8,789. Zaidi ya vijana 8,000 wanaohitajika katika vyuo hivi 52. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hata hivi VETA ambavyo tunasema bado havikidhi mahitaji ya vijana ambao wanapaswa kwenda huko. Kwa hiyo Waziri Mkuu alizungumza jambo kwa kujifurahisha. Hata kama leo vijana tukiamua kwenda hivyo VETA, serikali haina hiyo idadi ya VETA ya kuaccommodate vijana wote ambao wanahitaji kwenda kupata ujuzi katika hivyo VETA. Lakini pia hao vijana wa VETA wanaomaliza, ni kweli wanakwenda kupata ajira? Ni kweli wanawezeshwa kuhakikisha kwamba wanakwenda kujiajiri? Kupata ujuzi ni jambo moja, kutumia ujuzi wako kujiajiri ni jambo lingine. Na haya sio maneno yangu, ni maneno ya takwimu za nguvu kazi ya mwaka 2021 Integrated Labor Force Survey. Inasema 10.5% ya wahitimu wa VETA Tanzania hawana ajira. Kwa hiyo huyu Waziri Mkuu anatuambia twende VETA tutapata ajira. Takwimu zinasema 10.5% ya wahitimu wa VETA hawana ajira. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba hatujali wahitimu wa VETA wakimaliza wanakwenda wapi, wanawezeshwa namna gani. Mimi inawezekana nikaenda VETA kujifunza cherehani, nikamaliza kujifunza cherehani, naenda wapi? Cherehani ananipa nani? Lazima kuwa na utaratibu. Mtu amepata ujuzi asaidiwe ili aweze kujiajiri. Mtu amekwenda kuchomelea, akimaliza na kwenda wapi? Atafute sehemu yake eneo, atafute vifaa, aanze kuchomolea. Kwa ni mambo ambayo tunapaswa tuyapigie kelele. Lakini pia aweze kujiajiri na kuwezeshwa. Na nimesoma mitaala na sera ya elimu ambayo ilizinduliwa kule Dodoma, na nawaomba ambao hamjasoma nendeni mkasome mitaala na sera ya elimu ya mwaka 14 toleo la mwaka 2023 na mitaala iliyoboreshwa. Ni mizuri sana. Imeandikwa kusoma, kuna ameweka juu education kwamba elimu ya amali na elimu ya jumla. Changamoto yangu ni moja tu. Changamoto yangu ni utekelezaji. Changamoto yangu ni utekelezaji. Utekelezaji kwa nini? Tanzania tumekuwa na mipango mingi sana bila utekelezaji. Sera mwaka 2014 ni nzuri sana, lakini utekelezaji wake ni wahovyo kabisa. Kwa wanasema kwamba fedha zilikuwa hakuna. Na huu utekelezaji wa hii sera ya toleo mwaka 2023, tusipokuwa committed, tusipokuwa makini, utekelezaji hauwezi kutokea. Lazima tuangalie, tuizuie ubadhilifu wa fedha ndani ya nchi yetu. Ndio waziri wa utumishi atakuja kuzungumza vizuri namna gani rushwa na ubadhilifu wa fedha unakwenda kuharibu mipango ya nchi, kusababisha utekelezaji wa mipango ambayo ingekuja kutatua changamoto ya ajira haiji kutekelezwa. Nimalizie kwa sababu ya muda katika sekta muhimu sana, sekta ya kilimo, na hii namalizia kabisa. Sekta ya kilimo Tanzania inachangia uzalishaji wa ajira 66%. Kwa mujibu wa takwimu wa sera ya maendeleo ya vijana mwaka 2007 na toleo la mwaka 2024 na takwimu wa nguvu kazi ile Integrated Labor Force Survey ya mwaka 2021, ushiriki wa vijana kwenye kilimo umeporomoka kutoka 65.2% mpaka 55.6% mwaka 2021. Mbali na jitihada za serikali, bado kuna changamoto.
Serikali wakisimama wanasema kuna BBT, kuna BBT, kuna BBT, kuna BBT. Nataka niseme kitu kimoja muhimu sana, na Waziri Bashe anisikie. BBT leo hii ninapozungumza na nyie, waziri asipokuwa makini kwenda kuiokoa BBT, BBT inakufa. Na imeshakufa. Kwa sababu BBT hii wanasema kuna block farming, vijana wakapelekwa Chinangali na vijana wakapelekwa Ndogowe, takribani ya vijana 800 kwa awamu ya kwanza. Ninapozungumza na nyie leo hii, hawa vijana waliopelekwa Chinangali na waliopelekwa Ndogowe na hii BBT, Waziri Bashe amuulize mratibu wa BBT Vumilia, anajua ukweli kwamba BBT imekufa. Kinachobakia ni propaganda. Waziri Bashe aulize Secretariat ya Wizara ya Kilimo, awaulize vizuri, BBT imeshakufa, kilichobakia ni propaganda. Leo hii wale, kwa sababu waliaminishwa kutakuwa na mifumo ya umwagiliaji katika mashamba yao, vijana wanamwagilia kwa mikono. Tume ya umwagiliaji haijaenda kuweka miundombinu. Hawa vijana walizalisha alizeti, wakauza shilingi milioni 100, wakachukua milioni 60, wakagawana laki mbili, kwa sababu walisitishiwa fedha za chakula. Hawa vijana leo juzi hapa, heka 300 pale Chinangali, heka 300 ya mahindi imekauka kwa sababu hakuna mfumo wa umwagiliaji, wanategemea jua. Kama serikali imeshindwa kudili na BBT tu ya maeneo mawili Chinangali na Ndogowe, wanawezaje kudili na tatizo la kilimo cha nchi nzima? Ni mambo kali na ni mambo ambayo tunapaswa tuambie bila aibu. Ushauri wetu wa kila siku tumekuwa tukiutoa. Huko chini kuna vijana wengi sana wanajishiriki. Tunaposema kilimo kinachangia 66%, tafsiri yake huko chini kuna vijana, ukigoma, ukienda Tunduru, ukienda Njombe, kuna vijana wako kule chini wana mashamba, wasaidiwe kule. Tunachukua vijana tunapeleka sehemu moja. Ni mambo muhimu sana ambayo tunapaswa tuiambie serikali, lakini pia serikali inapaswa ijue ina wajibu. Bado tuna mazao ambayo kuna upungufu mkubwa sana. Tuna mazao kama vile ngano, mahitaji yetu ya ngano Tanzania ni tani milioni 1 kwa mwaka. Sisi Tanzania tunazalisha tani 100,000 tu. Karibuni tani 900,000 tunanunua kutoka nje. Kuna alizeti. Ni changamoto kwa kweli ambayo tunapaswa tupambane, tupaze sauti zetu, tuiambie serikali. Kwa hiyo mimi napenda kuwashukuru Skaro na mjadala huu